Lakini kwanza ni mukhtasari wa habari na msomaji ni Nasteha Mohamed. Shukran Sarafina. Rais Trump amedokeza kuwa ataweka makataa kwa rais wa Urusi Vladimir Putin kukubali usitishaji wa mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump alisema ikiwa Putin hatofanya hivyo basi atajibu tofauti. Trump ameongeza kwamba watu wengi wanaendelea kufariki nchini Ukraine kutokana na mashambulizi ya Urusi. Mahakama ya shirikisho ya Marekani imeamua kwamba Rais Trump alivuka mamlaka yake kwa kuweka ushuru wa kimataifa, hii ikiwa ni pigo kubwa kwa sehemu muhimu ya sera zake za kiuchumi. Mahakama ya biashara ya kimataifa ilisema katiba ya Marekani inalipa bunge mamlaka ya kipekee ya kudhibiti biashara na mataifa mengine. Shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limesema kuwa maelfu ya watu wamevamia maghala katikati mwa Gaza kutafuta chakula ambacho ilikuwa inatarajiwa kusambazwa kwa wakazi wa eneo hilo. Video zinaonyesha watu wakisukumana kupata chakula huku milio ya risasi ikisikika. Watu 4 wanaripotiwa kufariki na 2 kujeruhiwa. Na bilionea Elon Musk ametangaza kwenye mtandao wake wa kijamii wa X kwamba anaacha nafasi yake ndani ya idara ya kupunguza matumizi ya serikali iliyoundwa na Rais Donald Trump. Bwana Musk ameongoza idara hiyo inayojulikana kama DOGE tangu kuanzishwa kwake mwaka huu. Alisema muda wake uliopangwa kama mfanyikazi maalum wa serikali umemalizika. Hii ni BBC. Msikilizaji, mukhtasari wa habari unasomwa na Nasteha Mohamed. Unasikiza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vilevile unaweza kuyapokea kupitia redio wa shirika mbalimbali na yapo kwenye tovuti bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hii leo uko nami Sarafina Robi. Tukianza ni kwa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP linasema ghala lake katikati mwa Gaza huko Di El Baghla limevunjwa na maelfu ya watu wenye njaa wakitafuta chakula. Takriban watu 2 waliripotiwa kufariki katika ajali hiyo. Phyllis Mwate na maelezo zaidi. Picha na video kutoka shirika la habari la AFP zinaonyesha umati wa Wapalestina wakivunja ghala la shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia chakula duniani WFP na kuchukua mabegi ya chakula huku milio ya risasi ikisikika. Huku hayo yakijiri, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limesikia shuhuda kuhusu kuongezeka kwa ghasia na uharibifu huko Gaza. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa Sigrid Kaag na daktari wa upasuaji wa Marekani ambaye hivi karibuni alifanya kazi katika eneo hilo wameelezea jinsi familia zinazokabiliwa na njaa zinakumbwa vilevile na mashambulizi ya anga ya Israel. Daktari Feroz Sidwa amesema kwamba amefanya kazi katika mazingira mabaya huku akishtumu Israel kwa kuharibu mfumo wa matibabu wa Gaza. Huko Gaza nilifanya upasuaji kama hakuna umeme au dawa za maumivu kwa wagonjwa. Upasuaji ulifanyika kwenye sakafu iliyojaa watu na iliyochafu. Watoto walikufa, si kwa sababu ya majeraha yao, bali kwa sababu walikosa damu na dawa za antibiotiki na vifaa vya kimsingi vinavyopatikana katika hospitali zingine. Balozi wa Palestina katika shirika la Umoja wa Mataifa Riyad Mansour alitoa hotuba ya hisia kali huku akibubujikwa na machozi alipokuwa akielezea juu ya mateso yasiyoelezeka ya watoto wa Kipalestina huku vita vikiendelea huko Gaza. Watoto wanakufa kwa sababu ya njaa. Picha za akina mama wakikumbatia miili ya watoto wao, wakinyorosha nywele zao, wakiwaongelesha, wakiwaomba msamaha hazielezeki. Balozi wa Israel naye amesema kwamba baraza hilo linaegemea upande wa Hamas. Katika siku ya 600 ya vita hivyo vilevile, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alipongeza mashambulizi ya Israel huko Gaza, akisema kwamba yameua maelfu ya wanamgambo akiwemo Mohamed Sinwar aliyejipa jina la utani la Shadow. Sinwar aliuawa wakati wa mashambulizi ya kijeshi kusini mwa Gaza mapema mwezi huu. Ndugu yake aliuawa mwezi wa Oktoba mwaka 2024. Na kwingineko ni kwa mataifa 12 ya Afrika ikiwemo Rwanda yamesaini mkataba unaokosoa kundi la waasi la M23 kwa kuteka maeneo kadhaa na kuanzisha utawala wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wameshtumu vitendo vya waasi katika mkutano mjini Entebbe nchini Uganda. Omari Mkambara na maelezo zaidi.
Katika taarifa ya pamoja, nchi 12 za Afrika zimelaani maendeleo ya kikanda na kuanzishwa kwa utawala wa kundi la M23 pamoja na muungano wa Mto Kongo AFC ambao ni sehemu ya kundi hilo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitia saini tamko hilo katika mkutano wa kikanda uliofanyika Entebbe, Uganda. Wachambuzi wanasema Rwanda imeanza kutathmini upya uungaji wake mkono kwa M23 kutokana na gharama za kifedha na sababu za kidiplomasia. Ubelgiji ambayo ilikuwa ni dola ya kikoloni ya DRC na Rwanda imekuwa ikitoa sauti katika jamii ya kimataifa kwa kuikosoa vikali Kigali kwa kuunga mkono M23. Tamko lililosainiwa Entebbe pia linatoa wito kwa makundi yote ya kigeni yaliyojihami na yanafanya shughuli zake katika eneo la mashariki lililokumbwa na machafuko DRC kuvunjwa na kuweka silaha chini bila ya masharti. Miongoni mwa makundi hayo ni kundi la kijeshi la demokrasia la ukombozi la Rwanda lililoanzishwa na viongozi wa zamani wa Kihutu wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi. M23 inashutumu Kinshasa kwa kuliunga mkono jeshi la FDRL na inasisitiza kuwa mashambulizi yake katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini inahalalishwa na lengo lao la kuizoofisha kundi hilo. Kundi lingine ni Alliance Democratic Force ADF, waasi wenye asili ya Uganda waliotangaza utiifu kwa kundi la Islamic State na wanaohusishwa na mauaji ya maelfu ya watu. Wanajeshi wa Kongo wanapambana na ADF kwa msaada wa wanajeshi wa Uganda ambao pia wanaisaidia DRC dhidi ya Cooperative for Development of Congo, CODECO, kundi la kijamii lenye silaha. Pia kundi jingine ambalo linapaswa kuweka silaha chini ni kundi la Red Tabara ambalo lijakuwa na shughuli nyingi kwa miaka hivi karibuni, lakini limewahi kufanya mashambulizi ndani ya Burundi. Burundi imepeleka zaidi ya wanajeshi 10,000 tangu Oktoba 2023 kusaidia jeshi la Kongo kupambana na M23 na makundi mengine yenye silaha. Na tukisalia hapo Kongo ni kuwa historia ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeguswa kwa karibu na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Wakati dunia leo ikiadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani, wakazi wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaelezea kuwa ni watu waliogusa maisha yao kwa muda mrefu. Mwenzangu Halima Nyanza amezungumza na mkazi wa Fizi, jimbo la Kivu Kusini, Remi Mbelechi. Tulipata matumaini kubwa baada ya wao kuingia, kwa sababu tulikuwa tunateseka sana. Kulikuwa kuna vita ambavyo vilikuwa vikali sana kati ya wamajimaji na kundi la RCD Goma. Baada ya mauaji ya Lusenda, wanajeshi wa MONUSCO waliingia na wananchi tukaona kama vitu vimepata unafuu kidogo, kwa sababu wananchi wengi walikuwa wanakimbia kutoka maporini na kuja kukaa kwenye pembezoni kabisa mwa kambi la MONUSCO kwa kuhofia kuuawa na kupata mateso zaidi, kwa sababu mkiwa na MONUSCO pembeni yenu mlikuwa mnapata mazanati, mlikuwa mnapata mashirika kuletea misaada. Wakati wanajeshi wa kulinda amani wanaingia, ulipata picha gani? Kipindi hicho MONUSCO wanakuja Baraka kwetu, kibinafsi nilifarijika sana, kwa sababu kusoma ilikuwa ni shida sana. Mimi nilikuwa nasoma kwenye shule la Mshimbake na ilikuwa vigumu sana kwenda kuingia darasani kwa sababu ya kuhofia wanamgambo au wa RCD kuja ndani ya darasa na kuja kuua wanafunzi wote. Kwa hiyo tulikuwa tunasoma chini ya mti ili wakija kila mtu anakimbia kivyake. Ikiwa leo ni siku ya kuadhimisha siku ya walinda amani kimataifa, binafsi unaweza ukazungumziaje umuhimu wa watu hawa? Umuhimu wa watu hao ni mkubwa sana, kwa sababu kama leo tulipata serikali ambayo iliungana, kwa sababu walipokuja wao walikuta nchi yetu haikuwa hata na taasisi hata moja, na kipindi hicho wakasimamia wao na serikali ya Kongo, tukapata serikali ya mpito ile ambayo tunasema kwamba serikali ya rais mmoja na manaibu wanne ambao walikuwa Bwana Kabila na manaibu wake wanne, wakasaidia kwenye uchaguzi wa mwaka 2006 kupata uchaguzi ambao ulikuwa kidemokrasia tena wenye kuwa na uwazi kabisa. Hadi kwenye mashule wakana tusaidia vitabu, kwa sababu wengine tulikuwa tunasoma bila hata vitabu. Wakaja wakasaidia jeshi la makundi mengine ambayo yalikuwa bado yanashikilia silaha yakaingia kwenye serikali. Ila kuna kitu ambacho wananchi walilaumu MONUSCO. MONUSCO walipokuja makundi yalikuwa mengi sana nchini, makundi yanashikilia silaha. Ila MONUSCO baada ya wao kuja anakuwa na watetea ngambo zote, kwa sababu MONUSCO hakutaka vita. MONUSCO walitaka watu
waelewane, tupate kujenga amani, na hicho kitu kulifanya watu wengine kwenda tena maporini na kuunda makundi mengi sana yenye kushikilia silaha. Najua ni kitu ambacho wananchi walilaumu sana MONUSCO kwamba amekuja na akaunda vikundi vingi vyenye kushikilia silaha, na hapo ndo wananchi wakawa wanapatwa na hasira kusema eti MONUSCO aondoke. Wananchi waliipa sana MONUSCO matumaini makubwa. Wananchi walitamani kwamba MONUSCO akija kama vile Umoja wa Mataifa atakwenda kuweka masharti na hayo makundi yote yataweka silaha chini na watakwenda kupata amani kwa moja kwa moja, ila haikuwa jambo ndogo, ilikuwa ni process ndefu na iliwafanya wananchi kutoa imani kabisa na kusema labda hata MONUSCO kumbe hawafai, na ndio maana unaona hadi leo wanalaumiwa kwa sababu wamesha kufanya miaka nyingi sana wakiwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. MONUSCO pia alifeli kwa kitu kimoja, alishindwa kuwa na hamasisha wananchi, kuonesha wananchi hipi kazi yake na hipi kazi ya serikali. Bila shaka huyo ni mkazi wa Fizi, jimbo la Kivu Kusini, ambaye ni Remi Mbelechi akizungumza na mwenzangu Halima Nyanza kuhusiana na hali ilivyo hapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile ikiwa kwamba leo ni siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani. Vile vile anaelezea jinsi walivyofaidika na walinda amani. Niruhusu sasa nipitie baadhi ya jumbe zako msikilizaji pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambapo namuona Robo Mchina fundi simu Mpanda Katavi anasema anatupata mubashara. Mwingine ni Carlos Remigio. Nianzie barani Ulaya. Klabu ya soka Chelsea the Blues hapo jana walitawazwa kwa mabingwa wapya wa michuano ya UEFA Conference League baada ya kupata ushindi wa goli 4-1 dhidi ya Real Betis katika mchezo ambao ulipigwa kule nchini Polandi. Mpaka dakika 45 za kwanza zinamalizika, Chelsea walikuwa nyuma kwa goli 1-0. Waliporejea kipindi cha pili, Chelsea walianza kusawazisha goli hilo kupitia kwa Enzo Fernandez kwa kazi nzuri ya asisti ya Cole Palmer. Mshambuliaji Nicholas Jackson akaongezea Chelsea goli la pili dakika 5 tu baadaye. Jadon Maliki Sancho aliingia kutokea benchi, aliipatia Chelsea goli la 3. Na katika dakika za lala salama, Moise Caicedo aliwafungia Chelsea goli la 4. Chelsea imekuwa timu ya kwanza katika historia kushinda mataji yote matano makubwa barani Ulaya, wakishinda ligi ya mabingwa, Europa League, Conference League, Super Cup, na waliwahi kushinda kombe la washindi barani Ulaya. Na heka ya ligi kuu Tanzania bara iliendelea tena hapo jana kwa mchezo mmoja kupigwa, Simba Sports Club wakiibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Singida Black Stars. Goli la Simba likiwekwa kambani na mshambuliaji wake Steven Mukwala. Kwa matokeo haya sasa Simba wanakamata nafasi ya pili wakiwa na alama 72, nyuma kwa alama 1 dhidi ya Yanga ambao wana alama 73, na wote wakiwa wamecheza michezo 27. Na katika mashindano ya tennis ya French Open yanaendelea kule Paris, bingwa mtetezi Carlos Alcaraz alionyesha uimara wake baada ya kushinda dhidi ya Fabian Mozani kwa seti 3 ya 6-1, 6-1 na 6-2. Naye nyota namba 1 kwa ubora kwa upande wa wanawake Anna Zabalenka aliibuka na ushindi wa seti 6-3, 6-1 dhidi ya Jimmy katika mchezo ambao alianza kwa kusuasua. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii. Naitwa Omari Mkambara.